Napodhulumu. Tanzania imetulia tuli, usione vinaelea vimeundwa. Na muundaji ni nani kama sio CCM? CCM iliasisi na kuendelea kusimamia vyema mageuzi ya kisiasa, kiuchumi na kijamii hapa nchini. Kama sio uamuzi wa CCM, vyama vingi visingekuwepo. Ilikuwepo tume ya Jaji Nyalali. 85% ya Watanzania walitaka mfumo wa vyama wa chama kimoja uendelee, lakini kwa busara na hekima ya CCM tukaamua tuingize mfumo wa vyama vingi, kinyume kabisa na misingi ya demokrasia ambayo wengi wape. Tumesema wachache wape. Kama si uamuzi ule, wasingekuwepo. Nchi yetu imeweza kupiga hatua kubwa kwa sababu hiyo ya uongozi, sera nzuri na uongozi mzuri wa maendeleo kila mwaka. Tanzania ilivyo leo sivyo ilivyokuwa wakati tunapata uhuru, wala sivyo ilivyokuwa miaka 40 iliyopita mimi nilipokuwa Singida hapa. Jana nilikuwa nazungumza na baadhi ya viongozi sasa, lakini hawakuwepo wakati mimi hakuja Singida hapa mwaka 75. Naambia pale stand ilikuwa pale kwa jengo moja la bati hivi, stand ya Kamata, mabasi ya Tanganyika basi anasimamia pale juu. Maana nilipokuja nikapokelewa pale, nikapelekwa Mawenzi Guest House ya Mzee Kalalu. Mwanzo mgumu. Nikamaliza siku zangu 14 zile za kukaa kwa kulipiwa. Na siku 14 zinaisha na kwenda wapi? Nilikuwa na rafiki yangu mmoja pale Tano, anaitwa Muhema, alikuwa muhasibu wetu. Akanitafutia chumba pale, nilikwenda kuangalia ile nyumba jana, bado ipo. Kapata chumba changu kimoja, kitanda nilikuwa sina. Akaniazima banko na godoro, ndio nikaanza maisha. Na unajua ukiwa rais hivi, watu wanaweza kudhani kwamba huko ulikoanzia huko maisha yalikuwa mazuri kweli. Hakuna. Nilikuwa sina kitanda, ndio naanza kazi na hupati hela ya kuanzia. Nimekusanya polepole. Baadaye nikapata nyumba kule Unyankindi. Kwani nilipata nyumba katikati pale. Kwa nyumba moja ya 5 wakati ule katikati pale. Palikuwa pazuri. Lakini kwa sababu kwa uchochoro kale, watu wengi pale waligeuza toilet. Wanakojoa pale, wanakunya pale, nikaona harufu ngumu, nikahama. Bahati nzuri ndio National House wakajenga nyumba, nikapata nyumba kule Unyankindi. Nikaenda SIDO kuchongesha makochi. Wakati huo kulikuwa na Meja nani Mkuria, yule ndio alikuwa kiongozi wa SIDO hapo. Nikaenda kwa mzee mmoja fundi seremala katikati pale, nikachongesha kitanda cha Formica. Makochi shilingi 150, kitanda cha Formica shilingi 80. Nikaagiza godoro Arusha Tanform shilingi 174. Nazo risiti zangu mpaka leo. Ndio nimeanza maisha. Nikaagiza makochi Dar es Salaam, makochi 10, kochi moja shilingi 35. Kwa 350 na 150 nimekamilisha kabisa, vile nimepata sofa set kabambe. Lakini kutoka kule Dar es Salaam nimekuja na record player yangu Changer GF 148, nilinunua nilipokuwa chuo kikuu, na santuri zangu nilizisahau Kamata pale kwenye Foronya, baadaye wakaniletea. Ndio maisha. Ndio mwanzo. Unajua wakati mwingine unamkuta mtu anaanza ana haraka kweli. Anataka akianza kazi leo apate friji 2, apate hiki, apate. Niambia jamani, anza polepole. Mimi ndivyo nilivyoanza. Hapo nimechomekea. Chama cha Mapinduzi kimefanya mengi mazuri. Mwenye macho haambiwi tazama. Sisi tulipata tabu ya kusafiri, lakini leo tumeunganisha mkoa wa Arusha. Unakwenda Arusha kwa barabara ya lami, unakwenda Dodoma kwa barabara ya lami, unakwenda Nzega kwa barabara ya lami. Hata ukichepuka pale kuelekea Kiomboi kwa Mwiguru, napo pana kalami kidogo. Ndugu viongozi, ni jambo lisiloshangaza kwa ajili hiyo kwamba chama chetu kimeendelea kushinda chaguzi zote tangu kuanza mfumo wa vyama vingi mwaka 92. Napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza wana CCM
wote kwa ushindi mkubwa tuliopata katika uchaguzi wa mwaka wa jana. Ni ukweli ulio wazi kuwa haukuwa uchaguzi rahisi sana kwetu, na ugumu wake ni kelele zilizidi na vitisho vikazidi, lakini tumeweza kupata mafanikio hayo makubwa kwa sababu ya kazi nzuri iliyofanyika, kwanza ya uteuzi wa wagombea ndani ya chama. Tulipata wagombea wazuri, kuanzia wewe Mheshimiwa Rais, makamu wa rais, mgombea mwenza wako wakati ule, lakini pia umoja wetu wa ndani ya chama na kujipanga kwetu vyema katika ngazi zote kupigania chama chetu na wagombea wetu. Hayo ukichanganya na utekelezaji mzuri wa ilani iliyofanywa na serikali ya awamu ya 4 ndio sababu ya kutupa ushindi mnono tulioshuhudia mwaka wa jana, kwamba hiki ni chama kinachoaminika. Niliahidi katika maadhimisho ya mwaka wa jana, kwa sababu wakati huo kulikuwa na wasiwasi, nilisema poeni moyo, chama kitawaletea wagombea wazuri kwa nafasi zote, na nimemaliza kwa kusema haliharibiki jambo. Nothing will go wrong under my chairmanship, na hakuna litakaloharibika kwa chama hiki kikongwe kama CCM. Nilisema maneno yale kwa kujidai, kwa sababu najua CCM ina utaratibu mzuri unaoeleweka na kutabirika wa kupata wagombea wake. Kuna kanuni na vigezo vya wazi vya kupata wagombea walio bora. Tunavyo vikao rasmi vya kuchuja na kuteua wagombea vilivyowekwa kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi na kanuni zake. Vikao hivyo vinaongozwa kwa mujibu wa kanuni, taratibu na maadili ya Chama cha Mapinduzi. Tumefanya hivyo. Mchakato wa uteuzi umekamilika na CCM bado ni imara, pamoja na baadhi ya wenzetu kukasirika na kutuhama. CCM haikutetereka na iliweza kupata ushindi mnono. Nawapongeza na kuwashukuru sana wajumbe wa kamati za usalama na maadili ngazi za wilaya, mkoa na taifa kwa kazi yao nzuri waliofanya. Napenda kumtambua mwenyekiti wa kamati ndogo ya kamati ya usalama na maadili ya taifa, Comrade Philip Mangura, kwa kufanya kazi nzuri ya kufuatilia mienendo ya wagombea. Kila wakati ananiambia, leo mwenyekiti nimefungua faili la 10. Baadaye ananiambia hapa wameongezeka kwa kasi, wamefika 17. Hatimaye tukapata mafaili 40. Ndio maana navyo akasema mzee wa mafaili, maana akisimama tu watu kwenye neki wanacheka, zamani sana nishafungua mafaili. Nampongeza kufanya kazi nzuri ya kufuatia mienendo ya wagombea. Imesaidia sana kamati ya taifa ya usalama na maadili ambayo mimi ndio mwenyekiti wake katika kufanya kazi ya uchambuzi ya nani ni nani. Mapendekezo yetu yalileta nafuu ya kazi kwa kamati kuu katika kazi yake ngumu ya kuchuja wagombea 38 na kupata majina 5 yaliyofikishwa halmashauri kuu ya taifa. Kwa kiasi fulani pia ilisaidia kuongoza kikao kigumu cha halmashauri kuu ya taifa mpaka kupata wagombea 3 waliofikishwa kwenye mkutano mkuu na kupata mgombea ambaye sasa ndiye rais wetu Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli. Neki ile ilikuwa nayo na rabsha zake, hazikuwa ndogo, lakini kama nilivyosema haliharibiki jambo. Wako walizani kwamba tukaharibikiwa, na inaonekana walijiandaa maalum. Kwa hiyo manake tumeingia tu, na nilishangaa ilikuwaje hata wakatoa live kuanza kwa kikao cha neki ili waonyeshe kwamba huko ndani huko mambo magumu, lakini hayakuwa magumu.
Nimekaa kwenye kiti tu pale na smile. Unajua mimi kutulia pale kwenye kiti na kusmile kuliwafanya watu wote wale wapate imani. Mimi ningepanic pale na kuhamaki, mkutano ungekuwa mgumu sana. Nikasema tu haijapata kutokea. Tukaanza majadiliano, tukajadiliana. Nikatoa nafasi kwa kila mtu, kamsemea aliyemtaka. Wakasema wakaisha. Maana si akasema mtu tulimwa nafasi wataongopa. Walisema wakaisha. Wakayasema yakaisha. Nikamwambia sasa tupige kura. Tukapiga kura, wale 5 wakabaki. Tukapiga kura, tukapata 3. Sinabudi pia kuwashukuru wazee wetu, viongozi wastaafu wanaounda baraza la ushauri la chama chini ya uongozi wa mzee Ali Hassan Mwinyi, mzee Ruksa, rais na mwenyekiti mstaafu wa awamu ya pili. Wametushauri vizuri kwa hekima na busara na kutuwezesha kumaliza mchakato wa uteuzi salama. Pia waliendelea kuwa nasi mpaka mwisho wa uchaguzi. Mtakumbuka viongozi wale walizunguka nchi nzima kufanya kampeni. Hakika wamedhihirisha usahihi wa msemo wa wahenga, mtu mzima dawa, na ule usemao kwamba isiyo kongwe haivushi. Kiswahili fasaha hicho. Chama chetu kimevuka salama katika mchakato uliokuwa na majaribu ya aina yake, kinyume na matarajio ya baadhi ya watu walioitabiria kifo CCM. Hilo halikuwa, wala utabiri wa wimbi kubwa la wanachama kuhama haukutokea. CCM ni ile ile. Ni kama vile hakuna kilichotokea. Tunajua wapo watu walibaki kama mamluki, lakini haikusaidia. Ila napenda wajue kwamba wanajisumbua bure na kwamba siku zao zinahesabika. Hatutakubali kuendelea na kina kikulacho wabaki ndani ya chama kutunyonya damu. Katika mchakato wa safari hii, Chama cha Mapinduzi kimeandika historia mpya ya kuonyesha utayari kwa nchi yetu kupata rais mwanamke. Kwa mara ya kwanza walipatikana wagombea 2 wanawake katika majina 3 yaliyofikishwa mkutano mkuu wa taifa. Haijapata kutokea. Hawakujaliwa kuteuliwa, lakini tulipata mgombea mwenza mwanamke, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na kwa hiyo kwa mara ya kwanza Tanzania imepata makamu wa rais mwanamke. Kwa nini nisiseme basi kwamba inaelekea uwezekano wa nchi yetu kupata rais mwanamke sasa si jambo la kufikirika tena. Maana neno sahihi la Kiswahili ni makamo wa rais. Si ndio tumie makamo, lakini huyu ni makamo yake rais. Yaani huyu ni kama makamo wa rais. Kwamba siku hayupo rais yeye, no. Kiswahili sahihi ni makamo wa rais. Sasa kishakuwa makamo, anamsaidia mzee Magufuli kuendesha nchi hii. Kwa nini baada ya Magufuli Samia asiwe? Atashindwaje? Utashindwa? Haiwezekani. Naam, wewe lete mkono. Tumedhihirisha kwa vitendo kuwa CCM ndicho chama kinachosimamia mageuzi, mapinduzi na mabadiliko ya kweli, sio yale ya kuzungusha mikono. Ndugu viongozi, ndugu wanachama wa CCM, kwa namna kipekee nawapongeza wagombea wetu Dr. Magufuli na Mama Samia
kwa kazi kubwa na nzuri waliofanya iliyowezesha wananchi kuendelea kuiamini CCM kuongoza nchi yetu. Ni ukweli ulio wazi kwamba kuwa na ilani iliyo bora, sera zilizo nzuri, rekodi nzuri ya utekelezaji wa serikali ya awamu ya 4 pekee haitoshi kama tusingekuwa na wagombea hodari wa kunadi ilani, wa kufafanua sera na kuyasemea mafanikio ya serikali ya CCM. Tusingepata ushindi. Hawa ni hodari, walikuwa hodari, uhodari wa aina yake. Lakini mimi Mheshimiwa Magufuli simshangae. Aliwahi kuwa waziri wa uvuvi. Alikuwa anajua mpaka hesabu ya samaki na mayai ya samaki katika ziwa Victoria. Kwenye barabara tena ndio usiseme anajua kila kilomita barabara ile kilomita ngapi. Mimi nilikuwa najua kuzitaja kwa majina, lakini akitaja jina anakuambia na kilomita ngapi. Kwa kwake yeye ilani kuisoma na kwenda kuieleza haikuwa kazi ngumu. Ndio maana tupata ushindi wa kishindo kwenye urais. Tumepata wabunge 194 katika bunge lenye viti 264, wale wabunge wa kuchaguliwa, sawa na 73%. Alafu wako watu wanataka kujenga kama vile CCM imeharibikiwa. Hivi unapata 73% umeharibikiwa. Akili mbaya. Hawa wamefeli hesabu. Kama hawezi kushinda mtu kwa 73% ya vita, sema CCM mahali imeharibikiwa. Mna safari ndefu. Lazima wakili tu wana safari ndefu mpaka kuishinda CCM. Wana haraka. Kwa upande wa udiwani tumeshinda kata 2884 kati ya 3931. Nako tumepata 73.37. Alafu unasema unajua CCM haikubaliki. Unajua unamsikiliza hivi hesabu ipi? Sasa hesabu yako ni ipi? Hivi wasiokubalika wanapata 73%. Waliopata chini ya hapo ndio wasiokubalika. Wale waliogawana zile 27% wale ndio hawakubaliki. Lakini nataka kuyapindua CCM haikubaliki. It's ridiculous. Sababu nilisoma kitabu kimoja kile kinaitwa Uhuru wa Watumwa. Kuna neno anatumia hesabu ya kinyume cha mambo. Hii ndio hesabu ya kinyume cha mambo. Unamgeuza anayekubalika kwamba hakubaliki na asiyekubalika ndio anayekubalika. It's absolutely nonsense. Hatuna budi kujivunia na kujipongeza kwa kazi nzuri tuliyofanya na mafanikio tuliyopata. Ama hakika wameisoma namba. Ndugu viongozi, ndugu wanachama, napenda pia nielezee masikitiko yangu. Na ndio masikitiko ya wana CCM wote kwa kutokamilika kwa mchakato wa uchaguzi kule Zanzibar. Uamuzi wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar kufuta uchaguzi wa Oktoba 25 mwaka wa jana na kuitisha mwingine Machi 20 ni kinyume kabisa cha matarajio yetu. Sisi tushajiandaa kushangilia, tunaona wanatuchelewesha. Sisi katika CCM tungetamani sana pasingekuwepo na kurudiwa, kwani uchaguzi ni jambo lenye usumbufu na gharama kubwa kwa vyama vyetu. Lakini tutafanyaje wakati tume ya uchaguzi ya Zanzibar ambayo ndio yenye mamlaka ya kuendesha na kusimamia uchaguzi inasema kulikuwepo na dosari kubwa kiasi cha wao kulazimika kufuta uchaguzi mzima na kuandaa mwingine? Tume huru, mamlaka ya mwisho, baada ya kushauriana wenzetu wa Zanzibar, tumelazimika kukubaliana na uamuzi wa tume wa kurudia uchaguzi.
Tumeukubali uamuzi huo shingo upande, maana sisi tunasubiri kusherehekea ushindi wetu, lakini ndivyo hivyo sasa. Na waomba wana CCM wa Zanzibar wajiandae kwa ukamilifu kushiriki uchaguzi huo kama ilivyoelekezwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar. Watunze shahada zao na wasisitize wananchi unao kufanya hivyo, na kubwa zaidi wajitokeze kwa wingi tarehe 20 Machi mwaka huu 2016 kupiga kura na kuwapigia kura wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Hiyo ndio njia pekee ya kuiwezesha CCM kuendelea kuongoza serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Napenda kuhakikishia wana CCM wa Zanzibar kuwa wana CCM wenzao wa bara wako pamoja nao, watakuwa bega kwa bega nanyi kwa jua na mvua na hata kwa shida na raha, ili kuhakikishia CCM ushindi. Ndugu viongozi, ndugu wanachama, uchaguzi mkuu wa mwaka wa jana umekuja na mafunzo mengi kwa chama chetu ambayo hatuna budi kuyafanyia tathmini na kuchukua hatua za kuboresha pale panapostahili. Kwa kufanya hivyo, chama chetu kitaendelea kuimarika na kukubalika kwa wananchi na kujihakikishia ushindi mwaka 2020 na miaka ifuatayo. Mafunzo yako mengi, lakini nitaje mambo mawili. Kwanza, kwamba kauli ya chama kwanza mtu baadaye ni jambo la msingi sana na lazima liendelezwe na kusisitizwa. Wakati wote chama kiwe kikubwa kuliko mwanachama au kiongozi yoyote wa CCM. Hata kama ni mtu maarufu, awe mwenye fedha nyingi kiasi gani, asiachwe kuwa mkubwa na umuhimu kuliko Chama cha Mapinduzi. Jambo la pili, kwamba tumejifunza manufaa ya nguvu ya umoja na moyo wa kujituma katika kukitafutia na kukiletea ushindi Chama cha Mapinduzi. Nawapongeza wale wote waliovunja makundi na kuunganisha nguvu zao kuhakikisha ushindi kwa CCM. Pamoja na baadhi ya wana CCM kufanya vitendo vya usaliti na hujuma, chama kiliibuka mshindi. Siri kuu ni ile ya wanachama na wapenzi wetu kuto kuyumba, na badala yake kusimama imara pamoja, kusimamia maslahi ya chama, kuyapigania kwa nguvu zao zote kwa umoja na mshikamano. Hakika umoja ni ushindi. Palipokuwa tofauti na au kinyume na haya ninayosema, tumepoteza ubunge, tumepoteza udiwani na hata kupunguza kura za rais. Napenda kutumia nafasi hii pia kutambua mchango muhimu uliotolewa na wasanii katika kuipatia CCM ushindi. Tunaye wasanii wa muziki leo wako Yamoto Band, vijana wale, na yuko Peter Msechu, lakini wasanii wa movie wako. Hebu simameni. Wapo leo, walizunguka nchi nzima kuhamasisha wananchi kuunga mkono CCM na kuwataka wapigie kura wagombea wa CCM. Hatuna budi sio tu kutambua mchango wao, bali kuendelea kuwajali, kuwaenzi na kuhangaikia kuzipatia ufumbuzi changamoto zinazowakabili. Wana matatizo kadhaa, lakini kubwa zaidi ni lile la kupata malipo ya haki na stahiki kwa kazi zao, kwa jasho lao, kwa vipaji vyao, kwa ubunifu wao.
Wao wanafanya kazi kubwa, lakini kuna watu wanaoitwa huko, si ndo nani wale, au sasa ndio wanamiliki. Wakati alipofariki Marehemu Manumba ndio nikajifunza kwa Manumba yule amecheza sinema nyingi, lakini ndugu zake hawana urithi, kwa sababu kazi zake zote zimemilikiwa na mtu mmoja mjanja tu pale Dar es Salaam, na alishanwa hapa anachagua hizi zinakutosha. Yeye anapata mamilioni, sasa hizi zinakutosha. Ndio maisha wanaoishi vijana wale. Haliwezi kuachwa kuendelea. Mimi nilishughulikia matatizo yao yako ambayo tumeyafanya. Tumepiga hatua kwa kiasi fulani, lakini hatukufikia mwisho. Mheshimiwa Rais, naomba uyamalize. Nafurahi kwamba katika mikutano ya kampeni nimekusikia mwenyewe pale Jangwani, na katika hotuba yako ya bungeni uliahidi kuwasaidia. Tafadhali wasaidie pale padogo palipobaki, ili na wao wajisikie kwamba ni watu. Wapo vijana wetu waliopambana kiume katika mitandao, nao tunawashukuru kwa kazi kubwa na nzuri waliofanya. Safari hii wenzetu hawakuweza kutunyanyasa kupitia mitandao, walitukuta tuko kamili kabisa, nao watazamwe kadri inavyowezekana. Maana walifanikiwa kwenye magazeti wenzetu, kwa habari zile mbaya mbaya zile zilikuwa hazitoi kwenye magazeti, lakini tulikuwa na watu wazuri wa mitandao wanazikusanya zile. Wao wakizificha, sisi ziko kwenye mtandao, asubuhi wanazisoma. Usione vinaelea. Kuna vijana zaidi ya 46 walikuwa wanafanya kazi usiku saa 24. Wanapokezana, wanaoingia saa 12, wanatoka saa 8, wanatoka saa 8, wanaingia saa 8, wanatoka saa 4 ya usiku, wengine wanaingia saa 4 ya usiku, wanatoka saa 12. Hakuna nafasi ya kuweka vacuum. Ndio maana jamii tuliwaweza kweli safari hii. Tuliwaweza sana. Hata yale walikuwa wanaamini kwamba hayatatoka, wanashangaa yametoka. Yalitokaje? Simu zinatosha tu kupiga picha kinachoendelea na kukitoa. Hawa nao tuone namna ya kuwashukuru tu na kuwawezesha ili waweze kutusaidia safari ijayo. Shukurani ya chama, shukurani yetu kwa wananchi waliotupigia kura ni kuendelea kuwatumikia. Wao hawahitaji chochote, wanachohitaji ni kutumikiwa tu, kuwatatulia kero zao, kuwatatulia changamoto zao za maisha, ili waweze kuishi maisha bora zaidi kuliko walivyokuwa naishi mwaka uliopita. Bahati nzuri, Mheshimiwa Rais, umeanza vizuri, na sote ni mashahidi kwamba kazi hii umeianza. Mtu mmoja amesema tumeona. Naam, endeeni kukandamiza gandigija. Ndugu viongozi na ndugu wanachama, naungana na wana CCM, wapenzi wa CCM na wananchi kwa ujumla yao kukupongeza wewe Rais na serikali unayoiongoza kwa kazi nzuri mnayofanya. Mheshimiwa Rais, umeanza vizuri. Watanzania wanafurahi kuona ukiishi kauli na ahadi zako ulizotoa wakati wa kampeni za uchaguzi na katika hotuba yako ya kufungua bunge la 11. Napenda kukuhakikishia kwamba mimi binafsi pamoja na viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi tunakuunga mkono. Tuko nawe bega kwa bega na tutakuwa nawe katika kila hatua unayopiga. Unachofanya na kutekeleza ndicho kile ambacho CCM inataka ufanye kama mbeba bendera wake na kiongozi mkuu wa serikali ya CCM. Ndicho kilichomo kwenye mwelekeo wa sera za CCM mpaka 2020
na ndicho kilichomo kwenye ilani ya uchaguzi tuliyokukabidhi. Nayo nakala yake hapa, nayo ulimkabidhi kila mgombea uliyokutana naye. Katika kipindi hiki kifupi cha siku 90 umethibitisha kuwa mtekelezaji makini na mahiri wa ilani ya uchaguzi ya CCM. Naomba niyataje baadhi ya mambo machache tu ambayo ilani inasemaje na serikali inafanya nini. Kuhusu vita dhidi ya rushwa, ilani inaelekeza serikali ifanye yafuatayo. Aya ya 4 ya utangulizi wa ilani: serikali kuendeleza vita dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma. Katika aya ya 12 ya utangulizi, ilani inataka nini serikali ifanye? Kuchukua hatua kali na za haraka kwa wale wote watakaobainika kuendeleza rushwa serikalini na katika sekta binafsi. Ndugu zangu, niwaulize, wameanza kutekeleza hawajaanza? Wameanza hawajaanza? Aya hiyo ya 12 kuhusu rushwa inasema kwamba inaagiza serikali yake, Chama cha Mapinduzi kinaagiza serikali yake kuimarisha vyombo na taasisi za kupambana na rushwa, ikiwa ni pamoja na kuanzisha mahakama maalum kwa ajili ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi. Tumemsikia au hatujamsikia Rais Magufuli akilisemea jambo hili? Tumemsikia, hatujamsikia? Tena mara ya mwisho jana alipozungumza na majaji wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu katika siku ya sheria, akimwambia jaji mkuu ya kuanzisha mahakama maalum, hili liko kwenye uwezo wako, halihitaji kutunga sheria. Kuhusu ukubwa wa serikali, katika aya ya 16 ya utangulizi wa ilani, CCM inaelekeza yafuatayo: itaelekeza serikali zake zisiwe kubwa, zenye watumishi weledi, waadilifu na wawajibikaji. Serikali zisizo na urasimu unaokwamisha na kuchelewesha maamuzi na utekelezaji. Tumeshashuhudia utekelezaji wake, hatujashuhudia. Amepunguza ukubwa wa serikali na anapambana na warasimu. Mapato ya serikali. Kuhusu mapato ya serikali, ilani inaagiza serikali ifanye yafuatayo. Aya ya 16 katika utangulizi: serikali zitaongeza maradufu na hata zaidi ukusanyaji wa mapato yake ili zijitegemee kadri inavyowezekana kwenye bajeti zake. Pili, katika ibara ya 20 ya sura ya 1 ibara ndogo ya che ya ilani inaelekeza serikali kuongeza vyanzo vipya vya mapato au kupanua wigo wa walipa kodi ili kuongeza uwezo wa serikali wa kugharimia huduma za jamii na za kiuchumi. Kazi imeanza, haijaanza? Ibara ndogo ya D katika aya hiyo ya 16 inaelekeza serikali kusimamia kwa ufanisi matumizi ya fedha za umma kwa kuzingatia sheria, miongozo ya ununuzi wa umma, ukaguzi na kusimamia mali za serikali ili Watanzania wanufaike na rasilimali zilizopo. Ameanza kutekeleza, hajaanza? Orodha ya mambo ambayo ilani ya uchaguzi imeagiza serikali zake kutekeleza ni ndefu, na yale ambayo ameanza kutekelezwa inazidi kuongezeka, kukua siku hadi siku. Sitaki kuwachosha, ila nachoambieni, someni hii ilani. Kuna watu hawayasomi ilani na wana CCM na viongozi wakisema mbona amefanya hivi? Mbona kafanya hivi? Tumoja mbona kafanya? Nikamwambia kachukua ilani kasome. Ni kauli yetu, maelekezo yetu. Hongera Rais, hongera makamu wa rais, hongera waziri mkuu, hongereni mawaziri. Mnachofanya ni majibu sahihi
ya kilio na matarajio ya Watanzania, wana CCM na wasiokuwa wana CCM, kama mlivyoyapokea kutoka kwao wakati wa kampeni za uchaguzi mlipokutana nao. Watani zetu sasa hata agenda wamekosa. Magufuli anatekeleza ilani yetu. Sasa nimewasomea humu, yamo humu. Sasa kama anatekeleza ilani yenu, mbona hamungi mkono? Akija wanatoka bungeni, akili mbaya, watu wasima ovyo. Watani zetu sasa wamebakia kutukana watu tu kwa kutumia magazeti, lakini nayo yatawashinda. Hakika yanayofanywa na serikali ya awamu ya 5 yanatufanya wana CCM tutembee kifua mbele. Sisi tunawatakia kila laheri, na narudia kusema kwa tunawahakikishia kila aina ya ushirikiano katika kutekeleza ilani ya chama chetu. Bila shaka haya ninayoyasema yatafungua macho na masikio ya baadhi ya wana CCM na wananchi kuhusu chimbuko la kauli za rais wetu wakati wa kampeni akiwa mgombea na wakati akizindua bunge baada ya kuchaguliwa, pamoja na hatua zinazochukuliwa. Ndio matakwa ya ilani ya uchaguzi ya CCM. Kwa sababu hiyo sitegemei kuwa watakuwepo wana CCM ambao watapinga yanayofanywa na serikali. Wanapinga CCM yenyewe. Hata hivyo, kutoa maoni kuhusu namna mambo yanavyofanyika si jambo baya, kwani wanaweza kuwepo watu wasiotutakia mema katika utekelezaji, wakatekeleza vibaya, au kwa lugha Zanzibar sema wakatekeleza ndivyo sivyo, kwa makusudi ili kufanya CCM na serikali yake ichukiwe na wananchi. Ni matumaini yetu kuwa rais wetu mpendwa, waziri mkuu, watachukua hatua zipasazo haraka dhidi ya watu hao kabla ya wao kufanikiwa kutuharibia. Hajizi nyumba njaa. Jambo jema likitekelezwa vibaya linaweza kugeuka kuwa uadui na kero kwa watu. Hatupendi tufike hapa. Ndugu viongozi na wanachama wenzangu, katika miaka 39 ya uhai wa chama chetu tumepata mafanikio makubwa ya kujivunia. Hata hivyo, hatupasi kubweteka na mafanikio haya. Mafanikio yetu yanapaswa kuwa chachu ya kufanya vizuri zaidi, ili tuendelee kuwa bora zaidi na zaidi. Chama chetu lazima kihuishwe mara kwa mara ili kiweze kuendana na wakati na kukabiliana na changamoto za mazingira mapya. Kazi ya kuimarisha Chama cha Mapinduzi inaanzia kwa viongozi. Bahati nzuri, mwaka ujao ni wa uchaguzi ndani ya chama. Tuitumie vyema fursa hiyo kupata safu nzuri ya viongozi watakao kijenga upya chama chetu, watakao kipa taswira mpya na kukivusha katika uchaguzi wa mwaka 2020. Tujiandae vyema kwa uchaguzi huo muhimu ili kuipatia chama chetu nguvu mpya, mbinu mpya na maarifa mapya na yaliyo bora zaidi ya kujenga na kuimarisha CCM. Mimi naamini viongozi wazuri wapo wengi ndani ya chama chetu. Hatuna budi kuwatambua na kuwashawishi wajitokeze kugombea nafasi za uongozi na tuwaunge mkono. Ni wakati muafaka kwa viongozi waliochoka kukaa pembeni. Fanyeni kwa hiari yenu. Ng'atukeni, kubalini tu kwamba mmetoa mchango wenu, sasa imetosha, wacheni ya wenzenu nao tu. Lakini wengine wanang'ang'ania, tunamuona huyu mzee amechoka kweli, lakini kija fomu anavuta. Wanatafuta watu ubaya ili aonekane wamemkataa kwenye vikao vya chama. Lakini tusilionee haya hili. Ni fursa nzuri pia ya kuondoa viongozi wenye sifa mbaya. Pia tuepuke watu wenye mawazo hasi, maarifa mafupi, wale wanaotaka uongozi wa chama
kama ngazi tu ya kupatia vyeo na kuendeleza maslahi binafsi. Wakikosa vyeo basi adha kubwa. Hali kadhalika tuwanyanyapae wale wenye nongwa ambao wakikosa vyeo wanahama na chama au wanakihujumu. Nilitaka uwenyekiti kwa sababu nataka ubunge, nimeshindwa kuteuliwa, basi na anayegombea asipate. Na kauli chafu chafu. Mzee Mangula, hivi tumeshaanza kuwashughulikia wale? Ni lazima tufanye. Tumeshajifunza katika mchaguzi mkuu uliopita na hatuna sababu ya kurudia makosa. Tukumbuke, bila chama madhubuti nchi yetu itayumba, na kama alivyosema rais, kwa miaka mingi ijayo CCM itaendelea kuwa ndio kiongozi wa nchi hii. Sasa lazima tuwape Watanzania chama kilicho imara. Tutumie uchaguzi ujao kama fursa nyingine ya kujenga Chama cha Mapinduzi kiwe madhubuti zaidi. CCM haina budi kuendelea kukuza na kuimarisha demokrasia ndani ya chama. Lazima kuendelea kuruhusu watu kutoa mawazo na kuvumilia tofauti za mitazamo. Hiyo ndiyo siri ya uhai wa CCM, ambayo hatuna budi kuidumisha na kuiendeleza wakati wote. Siku sifa hii itakapotuponyoka, uhai wa chama utakuwa mashakani. Tusikubali kufika huko. Hali kadhalika tuwe wepesi wa kuwasikiliza wananchi, hata wapinzani wetu. Si vizuri kuweka pazia au kutia pamba masikioni kuzuia kusikiliza linalosemwa na mtu usiye muafiki au asiye kupenda. Anaweza kuwa na la maana la kukwambia, linaweza kusaidia taifa, hasa kwa sisi tulioko madarakani. Vile vile tuwe tayari kujikosoa na kujisahihisha iwapo hapana budi kufanya hivyo. Tuwajali wananchi, kwani ushindi wetu siku zote umechangiwa kwa kiasi kikubwa na watu wasiokuwa wana CCM. Wana CCM ni milioni 6 tu, lakini rais wetu kapata karibu milioni 9. Zile milioni 3 zimetoka wapi? Ni wananchi wengine. Tuendelee kutambua na kujali changamoto zao, kushirikiana nao na kuzipatia majawabu. Katibu mkuu ndugu Abdulrahman Kinana ametuonyesha njia. Viongozi wa CCM na mafanikio tumeyaona. CCM ilikuwa kwenye kipindi kigumu sana, mpaka wenzetu wale wakawa wanajidai, unawaambia watu sisi tutakapoingia madarakani wewe unachagua cheo gani? Kamleta Kinana. Kwanza Kinana ni muomba zamani huko, akanikatalia huko. Nikatumia na wazee, jamani kazungumze naye aje awe katibu mkuu. Naona huyu bwana huyu ndio, akanikatalia. Basi baadaye nikamwambia, sasa sikiliza Abdul, hapa tulipofikia hapa, kama unaipenda CCM sasa usikatae. Lazima uwe katibu mkuu tukivushe hiki chama. Akakubali, tukamfanya kuwa katibu mkuu na amefanya kazi nzuri sana. Ametembelea majimbo yote ya uchaguzi, amelima na wananchi, amejenga majengo, amesafiri kwa mitumbwi. Jana alikuwa kwa Watindiga. Mimi nilikuwepo wakati kulikuwa na kampeni ile ya Watindiga. Alijengwa makao pale Munguli. Lakini kwa kazi kubwa, ili wakae pale lazima kila siku mwawindie nyama ya pori, mwaletee asali. Haikuwa endelevu tu. Kuna zunguka misutuni huko, ukimkuta unampa suruali anavaa, mkipita upande wa pili mnakuta suruali yenu inaning'inia juu ya mti. Sociological factors hazikujaliwa. Lakini pole pole Watindiga wameanza kubadilika. Safari moja nilikwenda kwenye maonyesho, nadhani Dodoma. Kulikuwa na siku fulani hivi, kulikuwa na maonyesho mengi, na nikakuta banda moja wako Watindiga, vijana wa shule. Mwalimu wao mkuu aliniomba, sikiliza hili rais, mwalimu wao mkuu pale aliniomba tuwasaidie kupata bweni. Niliahidi. Wakati mwingine hao wasaidizi hawaandiki, wanachagua ya kuandika. Sasa mkipata Watindiga wale wako shule, wanaomba muwasaidie bweni. Bweni haliwezi kutushinda. Of course ilikuwa ndio wakati ninaondoka. Sasa sio nake kama na mimi katika zile notes zangu hili nimesahau, leo nimekumbuka. Basi mzee,
Sasa sijui kama ndio wao waliomba bweni. Kinana alikuwepo kule, alikuwa na mbuzi 27, kuna na mbuzi 27 na asali. Maana bila kuwa na nyama hamna namna ya kuweka nao mazungumzo. Sio rushwa, ndio namna ya kuwatoa mkae nao mzungumze nao, lazima watafune nyama. Wamefanya jana, wamezungumza nao. Sasa katibu mkuu anafanya, lakini viongozi wa chama, na si ajabu wengine ndio wamekwenda kule mara ya kwanza, katibu mkuu anakwenda, na ndio mara ya mwisho family line hawaendi tena. Tukiendelea kuwa karibu na watu, chama hiki kitaendelea kuwa na mapenzi na watu. Ndicho wanachokijua na ndicho wanachokipenda. Wakati mwingine tunawaudhi wenyewe, na narudia, tuwajali. Tunapoanza safari ya kuelekea miaka 40, hatuna budi sasa kuendelea kuelekeza nguvu zetu kwenye kuondoa utegemezi wa kifedha kutoka kwenye ruzuku na michango ya wafanyabiashara peke yake. Wanachama na viongozi lazima tutambue kwa jukumu la kukiwezesha chama kifedha linaanzia kwetu. Tulipe ada zetu, tutoe michango tunayowajibika kutoa. Jana nilipokea taarifa ya mkoa, ulipaji wa ada ni 42% tu. Ukweli ni kwamba tumeacha kufanya hivyo na kukifanya chama kitegemee serikali kwa maana ya ruzuku za ubunge na udiwani na michango ya wafanyabiashara. Huu si msingi endelevu. Jambo hili nimelisemea na kulirudia mara kwa mara bila mafanikio ya kutosha. Wapo wanaosikiliza. Naomba ndugu zangu tubadilike, kwani uhai wa chama uko mashakani bila kuwa na uwezo wa kifedha. Tuwe wabunifu kwa kuwa na vyanzo endelevu na kukiingizia chama mapato ya uhakika. Fursa zipo tele na rasilimali tunazo. Kinachokosekana ni ubunifu na moyo wa kuthubutu. Na wakati mwingine tu kinachokosekana ni uaminifu, kwa sababu baadhi ya viongozi na wanachama wamejibinafsishia mali hizo. Masikitiko yangu na mengi ya chama ni tabia ya viongozi wengi kutotilia mkazo swala la chama kujitegemea. Na baya zaidi, kama nilivyosema, baadhi wamediriki kuhujumu mali hizo na hata wengine kuzifanya kuwa mali yao binafsi. Hawa ndio wale ambao kila mkiagiza mali ziandikishwe hamfanikiwi, kwa sababu anajua mkianza kuandikisha ataulizwa na hii vipi, kumbe kishaandika kaifanya kuwa mali yake. Tumeshapitisha mkakati wa kuboresha maslahi ya wanatumishi wetu kama sehemu ya jitihada za kuimarisha utendaji katika chama. Ni matumaini yangu mipango ya kukipatia chama mapato endelevu itakamilika mapema ili zoezi hili liweze kuanza kwa uhakika. Nataka kumaliza sasa, nimesema sana. Ndugu viongozi na ndugu wanachama wa CCM, nilisema pale mwanzoni kwa leo ni siku ya kukumbuka tulikotoka, hapa tulipo na mbele tuendako. Lengo ni kujipanga ipasavyo, kuimarisha chama chetu na kujiweka tayari kukabili ya majukumu yaliyo mbele yetu. Nimalizie kwa kukumbusha msemo wangu maarufu wa mwaka 2005: mwisho wa uchaguzi mmoja, mwanzo wa uchaguzi mwingine. Tumemaliza uchaguzi wa 2015. Matayarisho ya uchaguzi wa 2020 yaanze sasa. Yalitakiwa kuanza tarehe ile 6 Novemba ulipoapishwa. Kama tumechelewa sasa tuanze. Kwanza tuhakikishe kwamba ilani inatekelezwa kwa ukamilifu na serikali ya CCM. Ilani ndio mkataba wa kazi baina ya Chama cha Mapinduzi na wananchi wa Tanzania kwa miaka 5 hii. Tukitekeleza vizuri tunajiweka mahala pazuri. Tukitekeleza vibaya tunajiweka. Taarifa ya utekelezaji ya ilani kwenye vikao vinavyowahusu mara kwa mara, kila mara moja kwa mwaka. Hali kadhalika muwe tayari kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali wakati wote mnapotakiwa kufanya hivi. Msione muhali wala kuona mnaingiliwa au mnasakamwa mnapoulizwa.
hamna budi kutambua kwamba kitakachorudi kwa wananchi kuomba ridhaa tena ya kuongoza ni Chama cha Mapinduzi, sio serikali. Lazima turudi na majawabu, na chama kitakapofanya hivyo kitahojiwa kuhusu lile serikali yake imefanya, yale ambayo serikali yake imefanya. Ndiyo maana chama kuihoji serikali ni wajibu wa kihistoria ambao lazima kuufanya. Hivyo ndivyo ilivyokuwa ikifanyika katika awamu zote tangu wakati wa baba wa taifa mpaka wakati wangu. Tunawaomba muwe wavumilivu na wastahimilivu. Tuendelee kuimarisha chama chetu ili kuweze kutimiza ipasavyo wajibu wake wa kuiongoza nchi yetu. Nimeshaeleza ni mambo gani yanatarajiwa kufanyika. Yote haya yanawezekana kama kila mmoja wetu atafanya hivyo, na tutakuwa tumeitekeleza kwa vitendo kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu. Sasa kazi tu kujenga nchi na kujenga chama. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana. 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 Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana.